Baada ya kifo cha Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kufariki dunia baada ya shambulizi la Israel chini ya IDF pamoja na Marekani, tumeshuhudia Iran ikimtangaza Ayatollah Reza Arafi kuwa ni kiongozi mpya katika kipindi hiki cha mpito, ambaye sasa anachukua hatamu ya mamlaka kwa kutoa kauli moja kwa moja ambazo zitakwenda kuashiria kulipiza kisasi. Lakini Ayatollah Reza Arafi ni nani hasa? Leo nalichokupewa ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Hapa anatupa dondoo chache za namna kiongozi huyu mwenye misimamo mikali, pengine hata zaidi ya Ayatollah Ali Khamenei, kwa kile ambacho watu walikuwa wakikitazama. Ni kiongozi wa aina gani? Ni kiongozi msomi, mwanazuoni wa Kiislamu wa Kishia ambaye amehudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi kwa nchi hiyo, ikiwemo kuwa mwenyekiti wa chuo kikubwa cha kimataifa cha Al-Mustafa, lakini pia huyu amekuwa mjumbe wa muda mrefu sana wa Baraza la Ulinzi kwa maana ya National Revolutionary Council ya nchi ya Iran kwa muda mrefu. Ni kiongozi ambaye amekaa karibu sana na Ayatollah Al-Khamenei marehemu ambaye hatunaye sasa hivi. Kwa hiyo ni mtu anayejua historia ya Iran kuanzia kabla ya mwaka 79 mapinduzi yalivyofanyika na Ayatollah Ruhollah Khomeini, lakini baadaye baada ya kufariki mwaka 89 akaja Al-Khamenei ambaye naye amefariki. Mashariki ya Kati na Tehran kwa maana ya taifa la Iran, vita hii bado inaendelea kuchachamaa kila uchao. Usiku wa kuamkia leo tukishuhudia namna ambavyo Tel Aviv ikipokea mabomu nyingi, bali ya kuwa Israel miongoni mwa taifa linalosifika na mfumo wake wa Iron Dome wa ulinzi wa makombora, lakini mambo yamekuwa tofauti. Na Iran mpaka hivi sasa tunapozungumza tayari wamepandisha bendera nyekundu inayoashiria kisasi, jambo ambalo kwa hivi karibuni hatujawahi kulishuhudia. Tafasiri ya hili nini hasa maana yake? Mlango wa diplomasia umefungwa moja kwa moja ama la? Leo nilichokupewa anaendelea kutueleza zaidi kwenye sehemu ya kile ambacho ni mtazamo wake, ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Hatua ya Iran kupandisha bendera nyekundu ya kisasi ni ashirio kwamba enzi za diplomasia hazina nafasi tena. Ni hatua ambayo inakuja kama sehemu ya ustaarabu wao wa miaka mingi ambao wamekuwa wakiuchukua katika nyakati kama hizi ambapo taifa linakuwa liko katika hali ya vurugu, lakini pia ukosefu wa amani kutokana na mashambulizi ambayo yanatokana na mataifa mengine. Na siku ya jana kwa maana ya Machi 1 walipandisha bendera hiyo kuashiria kwamba sasa wanataka kuanza mashambulizi mazito na makali katika kambi mbalimbali za Marekani, lakini pia katika nchi ya Israel. Na unaweza ukaona hili kupitia kile ambacho kimetokea, kwa mfano Beit Shemesh, Tel Aviv tangu wakati huo, lakini pia hata matamko ambayo yametolewa kwa mfano na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Abbas Araghchi asubuhi ya Machi 2 kukataa kile ambacho Rais Donald Trump alieleza kwamba nchi hiyo viongozi wake wameanza kupiga simu kulialia wakitaka mazungumzo ya amani kutokana na kuelemewa na mashambulizi. Sasa katika mazingira kama hayo unaweza kuona kwamba mgogoro huu unaweza ukawa unachukua sura mpya, sura ambayo inaweza ikasababisha majeruhi, lakini pia vifo na uharibifu wa mali zaidi katika ukanda wa Mashariki ya Kati, lakini pia hata katika mataifa mengi, kwa sababu kukosekana kwa mafuta kama nishati muhimili wa usafiri na usafirishaji ina athari katika sekta nyingi ikiwemo utalii, lakini pia hata utengamano katika mataifa mbalimbali ya ulimwengu. Utakumbuka kwamba maandamano mengi katika nchi nyingi yamekuwa yakitokea kutokana na watu kupoteza ajira au wakati mwingine kukosa uhakika wa usafiri, hasa kwenda na kurudi kutoka makazini kwao. Ni fedha nyingi na gharama nyingi ambazo zinatumika pale ambapo vita inapotokea, lakini pia vile vile uhai wa watu unakuwa mashakani na matatani, pasina kujua kwamba nini kitatokea baadaye. Waswahili wanasema, na baadhi ya takwimu zinaonyesha wazi ya kwamba taifa kama Iran, sehemu ya kombora lake la masafa marefu,
gharama zake huenda zikawa ni dola milioni 1 mpaka milioni 3, na hilo ni kombora la masafa mafupi. Unapozungumzia kombora la masafa marefu linaweza likagharimu dola milioni 5 mpaka milioni 10. Ukifanya calculation ya dola milioni 1 kwa fedha za Kitanzania zaidi ya bilioni 2, ambazo kwa haraka haraka unazungumzia bilioni 7 mpaka bilioni 10 na ambazo kimsingi zinatumika tu kwa kombora moja la masafa mafupi pamoja na masafa marefu, jambo ambalo unaona uwekezaji unaofanyika na fedha zinavyopotea na hata uhai wa mtu kwa siku ambavyo zinakwenda. Mimi ni Ali Kashmiri, uniona hapa kuna jambo. Endelea kusalia nasi kwa update kadha wa kadha kupitia ukurasa wangu wa Instagram.